Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini ya kwamba umzima popote pale ulipo na ukiendelea kuifuatilia Mahasin. Karibu sana. Hivi sasa ni wasaa kapu la habari, kwenye fursa pekee ya kuweza kukujuza kwa mambo yamejiri kitaifa sambamba na habari za kimataifa. Mimi ni Saad Suleiman. Tuanze na muhtasari wake. Wizara ya Afya yatoa tahadhari uwepo magonjwa yenye kuambukiza kwa mfumo wa njia ya hewa. Wananchi watakiwa kutoa taarifa za uharibifu wa barabara. Na katika rubaa za kimataifa, Israel yaonywa kuhusu mwenendo wake katika ukanda wa Gaza. Na mtazamaji wa Mahasin TV, pamoja na kutufuatilia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, vile vile matangazo haya unaweza kuyapata kupitia akaunti yetu ya YouTube Mahasin TV Official. Karibu tulianze kapu la habari, na tuanze kwa upande wa habari za kitaifa, na kwa siku ya leo tukianzia kwenye visiwa vya Marasha, karafuu na uchumi wa buluu kisiwani Pemba. Katika kukiendeleza kitabu kitukufu cha Qur'an, Bi Mtoto Ngome Kombo, mkazi wa wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba, ambaye ni mlemavu wa macho, ameamua kutumia muda wake vizuri kwa kusomesha madrasa yenye wanafunzi takriban 300 licha ya changamoto yake ya ulemavu. Bi Mtoto ni mwalimu mwenye juhudi kubwa katika kuwapa malezi bora na maadili mema vijana ambao wapo tayari kujifunza dini yao. Hapa anaanza kwa kutueleza jinsi alivyopata tatizo hilo la kutokuona. Kumbukumbu yangu ya macho nilianza kuanzia mwaka 7. Maana ilikuwa hata kufahamu sifahamu. Nilikuja jishtukia ni hivi tu. Sasa wazee wangu ndio wale wananiambia kama nilianza mwaka 7. Nilianzisha kusoma tokea miaka 10 nilipoanza kusoma. Walimu wangu wakanitaka ili nisome na mimi ili nipate, nisikae ndani tu. Maana kukaa ndani itakuwa ndio nazidi kujitenga. Mwalimu huyo anatueleza kuwa ameshiriki mashindano mbalimbali ya Qur'an pamoja na njia anayotumia kuwasomesha wanafunzi wake. Nilikwenda kwenye mashindani nikasoma na nikatokea mshindi wa mwanzo kwenye mashindani katika wilaya. Sasa hivi natumia njia ya moyo wangu. Akishanitajia ni sura fulani ndo nasomesha. Mashallah, Mwenyezi Mungu ndo kanijalia hivi. Sura gani? Sura Al-Mujadila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Kombo Hassan Sharif ni mwalimu mkuu wa madrasa hiyo, pia ndiye mwalimu aliyemsomesha Bi Mtoto wakati akiwa mdogo. Bahati nzuri nikaenda naye hivyo kidogo, mashaka na tabu, afika hapo asipofika awezalo asiloliweza halazimishwi. Fahamu ni nzuri pamoja na juhudi, lakini fahamu wake ni hali ya juu. Alhamdulillah, ukimpa yakipokea na akishapokea haachi tena. Tulichukua juhudi na kumsomesha, kuanza kumhifadhisha Qur'an
maana kuanza kufundisha herufi za alfabeti akaweza kuzifahamu, na tayari akaanza kuhifadhi Qur'an, na alikuwa ni mwanafunzi mzuri katika kuhifadhi Qur'an. Wanafunzi wa madrasa hiyo pamoja na majirani waliomzunguka wanaeleza namna wanavyomfahamu mwalimu huyo. Ninao watoto wangu wasiopungua kama 5 katika madrasa hii na wanasaidiwa sana kusomeshwa. Ni mwalimu wao huyo hapa, ni mtoto Ngome Kombo. Shukuru Mwenyezi Mungu anawasaidia. Mkiwauliza vipi mnasomeshwa, wananiambia mnasomeshwa. Akakwambia hebu nitajie hizo harufu hapo, ukamtajia, na baada ya kumtajia akaendeleza na kusomesha msomo ambao ametaka kutusomesha. Na pia mwalimu wetu ni mtoto kwa kweli, anatusaidia sana katika madrasa yetu. Kwa sasa madrasa Bi Mtoto imezuiliwa paa, hatua inamlazimu kuwafundisha wanafunzi wake ndani ya nyumba yake. Hivi changamoto yangu kubwa wapate pahali pa kusomea, yani saa hizi kusomea mwalimu wao na hangaika. Hata tuseme twende tukazinge sehemu nyingine tusomee, sitapata kwenda kama sijapata mtu akunipeleka. Pata kusomeshea ili wanafunzi wazidi kuhamasishika, maana hivi sasa hivi wanafunzi ni wengi wamefurika, wengine wametaka kuingia hawaja kuingia. Kwa hali yetu dhaifu saa hizi, tuna hali dhaifu. Licha ya ulemavu wake huo, mwalimu huyo wa Qur'an pia anajishughulisha na kazi mbalimbali za kujipatia kipato kama vile usukaji wa ukili na ushonaji wa mazulia. Na mtazamaji, wakati wanaendelea kuitafakari taarifa hiyo juu ya uwezo alionao Bi Mtoto ya kutokea kisiwani Pemba, tuendelee na taarifa nyingine. Wizara ya Afya imesema inaendelea kufanya ufuatiliaji wa karibu na kutoa taarifa za kila siku kuhusu magonjwa ya mlipuko pamoja na tetesi za uwepo wa magonjwa hayo nchini, ambapo katika kipindi cha mwezi Januari hadi Aprili 2025 ikishuhudia ongezeko la tetesi zinazohusiana na magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa, hasa mkoa wa Dar es Salaam. Abdurrahim Salum ana masimulizi ya taarifa hii. Ufuatiliaji wa virusi vya COVID-19 umeonyesha ongezeko la maambukizi kutoka 1.4% wagonjwa wawili kati ya watu 139 waliopimwa mwezi Februari hadi 16.3% wagonjwa 31 kati ya 190 waliopimwa mwezi Machi, na kisha 16.8% wagonjwa 31 kati ya watu 185 waliopimwa mwezi Aprili 2025. Taarifa iliyotolewa Jumanne Mei 20, 2025 na mganga mkuu wa serikali Daktari Grace Magembe imesema ugonjwa wa uviko 19 ambao ulitangazwa kwa mara ya kwanza nchini Machi 2020 umeendelea kuwepo kwa kiwango cha chini kama yalivyo magonjwa mengine ya mfumo wa njia ya hewa. Hali ya kuongezeka na kupungua kwa ugonjwa huu imekuwepo kila mwaka tangu kutangazwa kwa ugonjwa huu mwaka 2020. Kwa kipindi hiki ongezeko hili linaonekana zaidi katika mkoa wa Dar es Salaam. Wizara ya Afya inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa nchini na kutoa taarifa. Aidha, Daktari Magembe amesema katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Aprili 2025 kumeshuhudiwa ongezeko la tetesi zinazohusiana na magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa hasa katika mkoa wa Dar es Salaam, na kwa kutumia mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa ambayo imekuwepo tangu mwaka 2008, wamekuwa wakifuatilia mwenendo wa magonjwa hayo ili kubaini aina ya vimelea vinavyosababisha maambukizi, ongezeko la visa pamoja na uwezekano wa kujitokeza kwa kirusi kipya chenye uwezo wa kusambaa kwa haraka. Taarifa hiyo pia imesema vipimo vya maabara vimebaini kuongezeka na kupungua kwa virusi vya influenza, hali ambayo imekuwa ikionekana pia katika miaka iliyopita, ingawa vipimo vimeonyesha kuwa hakuna kirusi kipya kinachoweza kusambaa kwa haraka na kusababisha mlipuko wa aina ya pandemic. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imejizatiti katika kupunguza changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutoa elimu msingi bila ya ada, hivyo kuwawezesha watoto wa Kitanzania wenye umri wa kwenda shule kupata elimu. Rajab Shaban Matuga ana masimulizi ya taarifa hii.
Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameyasema hayo Mei 19, 2025 kwa nyakati tofauti wakati akizungumza na wananchi kupitia mikutano ya hadhara iliyofanyika Sengerema mjini na Buchosa wilayani Sengerema. Amesema kwa sasa serikali inaendelea na ujenzi wa shule za msingi na sekondari katika maeneo mbalimbali nchini, hususan katika yale yenye msongamano mkubwa wa wanafunzi. Mpango huo unaendelea kuanzia shule za msingi ambazo ziko kila kijiji kwa sasa. Na tumeanza kujenga pia tunaita shule shikizi katika vitongoji. Na kazi hiyo inaendelea na tumewapa kazi halmashauri. Mkurugenzi unanisikia hapa. Nenda anzisheni shule za shikizi kwenye vitongoji ili watoto wetu wasitembee umbali mrefu. Hiyo ni kwa shule za msingi. Na kwa sekondari eneo hili ndio tumelimaliza kabisa, na mheshimiwa mbunge amesema kwa sababu kila kata leo tuna shule ya sekondari. Akizungumzia kuhusu changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama, Waziri Mkuu Majaliwa amesema kwa sasa serikali inatekeleza miradi ya maji ikiwemo kutoa maji kutoka Ziwa Victoria. Mmeona miradi mikubwa tuliyojenga. Tumeanza mkoa wa Kagera, miradi mikubwa ya maji kutoka Ziwa Victoria kwenda vijijini. Geita tunapeleka vijijini kutoka Ziwa Victoria. Mwanza yenyewe, Sengerema hii mpaka Magu kule. Na tunaanza na Simiyu, Busege, tuna mradi mkubwa tunapeleka maji Bariadi na tunapeleka mpaka Meatu. Na ikiwezekana tunakatiza mpaka Mkalama mpaka Iguguno na kuingia mkoani Singida. Hayo ndio malengo ya matumizi ya maji. Na hiyo ndio teknolojia mpya ambayo tumeitumia sasa. Vile vile mkoa wa Mara tuna miradi mingi tu, tunachukua maji mjini tunaingiza vijijini, na mjini mingine tunapeleka Butiama, kule Rorya kuna mradi mkubwa Shirati, tunapandisha Rorya mjini tunakwenda mpaka Tarime na tunakwenda mpaka Sirari kule ili wananchi wapate maji. Awali mbunge wa jimbo la Sengerema Hamisi Tabasamu ameeleza miradi mbalimbali inaendelea kutekelezwa katika sekta za elimu, maji, umeme na miundombinu. Sekondari peke yake tumejenga sekondari 24, 19 zimekamilika. 5 katuletea pesa cash Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan bilioni 2.5. Sekondari yani imejengwa haina mchango wala ndururu ya wananchi. Yani ikifungua alafu kuna dawati kuna kila kitu. Leo unavyozungumza na wewe sekondari 15 zimesajiliwa. Na katika hizi sekondari ya 20 ni sekondari ya ufundi, technical school. Iko pale Kabaruka pale. Elimu msingi na sekondari jimbo la Sengerema bilioni 13. Namshukuru sana Rajab Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka hapa mkoani Mwanza. Na sasa moja kwa moja tuelekee mkoani Tabora. Meneja wa wakala barabara nchini TANROADS katika mkoa wa Tabora, Mhandisi Rafael Mlimaji, amewataka wananchi kushirikiana na mamlaka husika kutoa taarifa sahihi juu ya sehemu za barabara zinazoonekana kuwa na hitilafu zinazohitaji marekebisho ili utatuzi uweze kufanyika kwa haraka kabla ya sehemu hizo hazijaanza kuhatarisha usalama wa watumiaji wa barabara. Saidi Kapalila kutokea mkoani Tabora ana masimulizi ya taarifa hii. Wito huo umekuja kufuatia taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa kijiji cha Igogo kilichopo wilayani Igunga mkoani Tabora iliyokuwa ikidai kuwepo kwa shimo kubwa kwenye eneo la kijiji hicho katikati ya barabara ya Nzega kwenda wilayani Igunga ambalo lilitajwa kuhatarisha usalama wa watumiaji wa barabara hiyo, hali iliyomfanya meneja wa TANROADS mkoa wa Tabora Mhandisi Rafael Mlimaji kufika eneo husika na kujionea hali halisi, na hapa anaeleza hali aliyoikuta. Hali ni kama mnavyoiona, kuanzia huku na hapa niliposimama ndo panasemekana palikuwa na shimo, lakini kwa vipimo ilikuwa ni ile wearing course imebanduka na ni kama sentimita 5 kwenda chini, lakini ni sehemu ambayo imenyooka. Wananchi watoe taarifa kwenye mamlaka inayohusika, lakini kwa kuwa wao sio rahisi kujua hawa TANROADS wapi, tunawaelekeza waende kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya wakatoe taarifa pale ambapo wataona kweli hii hali imekuwa na changamoto. Ile ina msaada kwa sababu kuna taarifa zingine kama hizi ambazo zinaweza zikawa zinatolewa ukija kwenye eneo la tukio ni tofauti kabisa na jinsi
taarifa ilivyotoka. Hata hivyo, eneo lililodaiwa kuwa na hitilafu ya mashimo tayari imeshazibwa, ambapo mhandisi mlimaji anatanabaisha mipango endelevu ya urekebishaji wa sehemu zingine za barabara zinazoonekana kuwa na hitilafu. Tunakiri kabisa kwa taarifa hii tumepata, na programu ilikuwepo ya kufanya matengenezo na bado inaendelea. Kwa hiyo tunaomba kutoa tu wito kwa wananchi na watumiaji wote kwamba serikali makini iko kazini na itahakikisha watu wanatumia barabara zao wakiwa katika usalama. Nao baadhi ya wakazi wa kijiji cha Igogo akiwemo mwenyekiti wa kijiji hicho wanaeleza faraja yao kufuatia marekebisho ya barabara yaliyofanyika na yanayoendelea kufanyika katika maeneo hayo. Serikali yangu mimi kwa sasa naishukuru kwa sababu wananchi wangu au magari ambao wanapita kwenye hii barabara usalama umepatikana. Japo sasa hivi wanaziba kutumia mimolam, lakini kufikia kesho wameahidi wataziba kutumia lami. Wanakuingia leo hii barabara ya Igogo Bulyango'ombe. Tunaona kuanzia leo barabara ya kutoka Igogo kwenda Bulyango'ombe tumemaliza wasiwasi. Barabara imetengemaa, serikali imekuja na tayari kila kitu kipo sawa. Na kwa wale ambao walikuwa wanahofia pengine gari linaweza likaanguka, lakini kwa sasa mambo ni mazuri kwa sababu barabara imetengemaa. Nikiripoti kutoka katika kijiji cha Igogo wilayani Igunga mkoani Tabora, mimi ni Saidi Kapalila, Mahasin TV. Shukrani sana Saidi Kapalila kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea mkoani Tabora. Na sasa moja kwa moja tuelekea mkoani Singida. Halmashauri ya wilaya Mkalama mkoani Singida imetoa wito kwa wakulima wilayani humo, hasa kwa wakulima wa dengu kuchangamkia fursa ya kuuza mazao yao kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani, kujiongezea kipato kwa kupata faida kubwa tofauti na awali. Mwanahabari wetu Fuadi Kasim kutokea mkoani Singida ametuandalia taarifa hiyo. Wito huo umetolewa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mkalama Bi Asia Moses mara baada ya kumalizika kwa kikao cha robo ya 3 cha baraza la madiwani. Bi Asia Moses amesema kuuza zao la dengu kwa kutumia mfumo wa stakabadhi ghalani umeleta tija kubwa tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Mfumo umekuwa rahisi, umerahisisha mkulima kuweza kupata fedha kwa wakati, lakini katika fedha ambayo inatija katika soko la kimataifa. Kwa hiyo kwa mwaka huu tumejipanga kuongeza maeneo au vituo vya ukusanyaji zaidi. Msimu uliopita tulikuwa na vituo vichache, lakini msimu huu tunategemea tutakuwa na vituo 4 vya ukusanyaji, lakini na ghala kuu moja ambalo litatumika katika kuendesha shughuli za stakabadhi ghalani. Kwa nitoe rai kwa wananchi wote kuchangamkia fursa hii, waweze kuleta dengu kwani inatija kubwa kwa wakulima, lakini kwa uchumi wa mwananchi mmoja mmoja. Ndani ya kikao hicho cha baraza la madiwani, baadhi ya madiwani wamehoji mikakati mbalimbali iliyopo katika kuboresha sekta ya kilimo cha umwagiliaji. Nini mkakati wa kuwaendeleza wakulima hawa, na hususani kufufua yale mabwawa ya zamani yaliyojengwa na mkoloni, ikiwemo bwawa la Gumanga iliyojengwa mwaka 1960. Tume ya umwagiliaji tayari walishafika, hususan lile la kule Mwangeza, wakawa wameenda kuliangalia. Kwa kinachosubiriwa ni kama endapo budget itapatikana, basi na sisi kama Mkalama tutapambana kuhakikisha mabwawa yetu ambayo yalikuwa yakifanya kazi kipindi cha nyuma sasa yanafanya kazi pia. Akizungumza katika kikao hicho, katibu tawala mkoa wa Singida Dr. Fatuma Mganga amemwagia sifa mkurugenzi wa halmashauri hiyo kwa kusimamia vyema masuala mbalimbali ya kiuongozi. Katika hili mimi mkurugenzi nikupongeze sana. Mkurugenzi kiumri ni mdogo pamoja na umri wake, lakini ana busara kubwa. Ni mnyenyekevu. Ungejua wakati mwingine unaweza ukadhalilishwa na busara ikakutoka, ukasema liwalo na liwe, kama mbwai na iwe mbwai. Lakini mkurugenzi wenu hakufikia wakati wa kusema kama mbwai na iwe mbwai. Na kinachofanya mtu awe hivyo, kwanza ni katika malezi, ndio inaleta busara, hekima, na yote hayo yanakuwa cemented na hofu ya Mungu. Fuadi Kasim, Mahasin TV, Singida. Namshukuru sana Fuadi Kasim kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea mkoani Singida. Mtazamaji wa Mahasin TV, taarifa hiyo inatutamatishia kapu la habari kwa upande wa habari za kitaifa, na tupa nafasi ya kuweza kupata mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa. Mahasin TV,
Channel namba 455 katika Kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kusalia nami ndani ya kapu la habari, na sasa ni wasaa mzuri wa kuweza kupata mkusanyiko kwa yale ambayo yamejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Mahakama ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya haki ICJ siku ya Jumatatu iliunga mkono Guinea Equator katika mzozo wa miongo kadhaa kati yake na Gabon kuhusu visiwa. Mataifa hayo mawili ya Afrika Magharibi, Guinea Equator na Gabon, yamekuwa yakizozania kisiwa cha Mbanie chenye ukubwa wa hekta 30 na visiwa viwili vidogo vya ukanda wa chini Cocotayas na Kongo tangu mwanzoni mwa miaka 1970. Visiwa hivyo ni vidogo na havikaliki, lakini viko katika eneo ambalo linaweza kuwa na mafuta na gesi nyingi. Mzozo huo ulianza mwaka 1900 wakati mamlaka ya kikoloni ya Ufaransa na Uhispania zilipotia saini mkataba huko Paris kuweka mipaka kati ya nchi hizo mbili, lakini Gabon ilisema kuwa mkataba wa baadaye, mkataba wa Bata 1974, ulisawazisha mpaka wa visiwa hivyo kwa niaba yao. Hata hivyo, mahakama ya kimataifa ya haki ICJ iliamua kwamba mkataba wa Bata uliotishwa na Jamhuri ya Gabon sio mkataba wenye nguvu ya sheria na haujumuishi hati ya kisheria ya umiliki. Ilisema kwamba hati miliki ya kisheria ya visiwa hivyo ilikuwa inashikiliwa na Uhispania, ambayo baadaye ilipitishwa kwa Guinea ya Equator baada ya kupata uhuru mnamo mwaka 1968. Tofauti na mataifa mengi yaliyofikishwa mbele ya mahakama ya ICJ mjini The Hague, ambayo hupitisha hukumu katika mizozo kati ya mataifa, Guinea na Guinea ya Equator zilikubaliana kuwaomba majaji watoe uamuzi katika juhudi za kutafuta suluhu ya kirafiki. Kwingineko, Israel imeonywa kuhusu harakati yake ya vita katika ukanda wa Gaza na upelekaji wa misaada katika eneo hilo la Palestina. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelikosoa onyo hilo. Viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Canada wamelaani vitendo hivyo viovu vya Israel katika ukanda wa Gaza na kuonya kuwa kuchukua hatua za pamoja ikiwa haitasitisha mashambulizi ya kijeshi yaliyokithiri katika ardhi ya Palestina. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewakosoa Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Rais wa Faransa Emmanuel Macron na Waziri Mkuu wa Canada Mark, akisema taarifa yao ya pamoja ya siku ya Jumatatu ni zawadi kubwa kwa kuilinda Hamas katika vita vya Gaza. Starmer, Macron na Mark walikosoa hatua ya Israel ya kuzuia misaada isipelekwe Gaza na kauli za mawaziri katika serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambao wametishia uhamishaji wa Wapalestina. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameitaka Marekani kuchukua hatua kali dhidi ya Urusi ikiwa nchi hiyo haitokubali kusitisha mapigano nchini Ukraine.
Akizungumza siku ya Jumanne Mei 20 katika mkutano wa mawaziri wa umoja huo mjini Brussels, Kallas amesema Marekani ilisema kama Urusi haitokubaliana juu ya usitishaji mapigano bila masharti, basi hatua itachukuliwa. Amesema hivyo wanataka kuona hatua hizo zikichukuliwa pia kutoka upande wa Marekani. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema mazungumzo ya simu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin yameonyesha kuwa Putin hayuko tayari kwa makubaliano ya dhati ya amani. Aidha, katibu mkuu wa umoja wa kujihami ya NATO Mark Rutte amesema ni jambo zuri kwamba serikali ya Marekani inahusika katika juhudi za amani za Ukraine, lakini ni muhimu kwa Ulaya na Ukraine kuhusishwa pia. Na mtazamaji wa Mahasin TV, hani kwa uchache tu kwa amba mijiri kupitia anga za kimataifa, na kabla hatujaweza kulitamatisha kapu la habari, tupate muhtasari kwa yale ambayo tulikuwa nayo siku hii ya leo. Wizara ya Afya yatoa tahadhari uwepo magonjwa yenye kuambukiza kwa mfumo wa njia ya hewa. Wananchi watakiwa kutoa taarifa za uharibifu wa barabara. Na katika rubaa za kimataifa, Israel yaonywa kuhusu mwenendo wake katika ukanda wa Gaza. Shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuweza kulifuatilia kapu la habari kuanzia mwanzo mpaka kufika hapa tamati. Mimi ni Saadi Suleiman, kwa niaba ya wenzangu ambao tumeshirikiana kwa pamoja kuweza kuliandaa kapu la habari, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV. Wabillahi tawfik, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na kabla ya hapo tupate utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya nchini TMA kwa saa 24 zijazo. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hewa Tanzania. Na kwa kwanza tuangalie vipimo upepo, ambapo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Ilhali katika maeneo ya ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na kwa usiku wa leo, matarajio ni kwamba maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo nyanda ya juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanazunguka ziwa Victoria, mkoa wa Kigoma, mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kaskazini mashariki, mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua katika maeneo machache, hususan siku ya kesho kutwa. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, hususan siku ya kesho kutwa. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Mbeya pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia mvua katika maeneo machache, hususan siku ya kesho kutwa. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.